yetu ambayo inaenda kwa 2050, tunayo miradi mingine ambayo ni ujenzi wa kiwanda cha korosho. Tunatarajia kujenga kiwanda cha korosho katika wilaya yetu ya Tunduru, lakini pia tunatarajia kujenga jengo la utawala lenye ghorofa kama 5 ambalo litagharimu karibu ya bilioni 7 hivi. Hatua za awali tumeshaanza kuzifanya. Kwa hiyo matumaini yetu kutakuwa pale na ukumbi mkubwa ambao utakuwa unabeba zaidi ya watu 700. Lakini pia tutakuwa na majengo mengine ambayo tutapangisha, ni sehemu ya kuongeza tija ya mapato katika chama chetu, lakini pia tutaenda kuongeza thamani kubwa kwenye chama chetu hiki cha ushirika cha wilaya ya Tunduru. Hapa ambapo tunasema sasa hivi mradi wa ujenzi huo umeanza kwa hatua za awali, kwa maana ya vibali vile vya mwanzo, kwa maana ya NEMC na nini, vibali ambavyo vinahusisha ujenzi mkubwa kama huu ndio tunaanza kushughulika navyo. Lakini pia baada ya kumaliza hivyo vitu, kwa maana kuna vitu vile vya ramani vya kiuhandisi ambavyo vinaendelea. Baada ya hapo tutakapokuwa tumekamilisha hivyo, sasa taratibu za awali kwa maana ya kuandaa eneo na kuanza ujenzi utakuwa umeanza. Tunajivunia mafanikio ambayo tulionayo sasa. Ni tofauti na chama kilipokuwepo hapo mwanzo. Mpaka sasa tunavyozungumza, chama kilikuwa kimetoka kikiwa na thamani ya bilioni 1.5, lakini sasa leo tunavyozungumza miradi hii ambayo tumeitekeleza na vitu tulivyonavyo kwa sasa, tunavyozungumza sasa chama kina thamani ya zaidi ya bilioni 5. Kwa hiyo ni moja ya matumaini au majivunio ambayo tunaweza kuwa nayo sasa, kama hiyo miradi ya gari tunayo hapo, lakini tunaendesha mbolea pale. Lakini pia tunaendesha ghala kwa maana ya mapato mengine. Uitikio ni mzuri kwa sasa hivi, hasa sisi vijana. Kama unavyoniona hapa, mimi ni moja ya vijana ambao nimepata nafasi ya kuingia kwenye bodi ya chama kikuu cha ushirika nikiwa kijana. Namna gani ambavyo unaona kwamba vijana sasa hivi tunaamuka kwenda kuendesha ukulima ushirika wetu kwa sasa. Tunaamini sisi vijana wengi tunaweza kupata elimu, lakini ile elimu tunapojiunga kwenye ushirika tuna uwezo wa kusogeza mbele. Kila mtu akiingiza mawazo yake na idea yake pale, inasaidia kutoa sehemu moja kwenda nyingine. Tunaondoka sasa kwenye ile dhana ambayo watu wengi walikuwa wanafikiria ushirika ni wa wazee. Hapana, huu ni uchumi ambao unahusisha watu wote. Hasa sisi vijana ndio ambao tunatakiwa tushiriki sana kwenye uchumi huu wa sasa ambao unaendelea kwa kasi sana. Nitoe shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6, namna ambavyo wanatusapoti sisi wakulima kwa maana ya kutoa pembejeo kama mnavyoona zile salfa zinatolewa bure pale kwa kupelekea wakulima, jambo ambalo limeongeza tija kubwa sana kwenye uzalishaji. Kama ambavyo unasema toka 2017 tulikuwa tunazalisha tani 17,000 tu kwa maana ya tamko kwa korosho, lakini kupitia huu mradi ambao tunapewa msaada wa pembejeo hivi na serikali, leo tunazungumza tani 41,000 kwenye msimu uliopita. Lakini matarajio yetu kwenye msimu huu tunatarajia kuzalisha zaidi ya tani 50,000 kwa msimu unaokuja sasa.